I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, who is free. Running, waiting for the manifestation of the sons of God. The church cannot manifest. Kanisa la mtoto haliwezi kuyashikilia. Let me tell you, wacha nikwambie, anything that God has rejected cannot be accepted in his presence. Chochote ambacho Mungu amekataa hakiwezi kukubalika katika uwepo wake. Abraham has now known, Abraham alijua that his God is the God of the Most High. There is no other God that is higher than his God. Oh Lord, receive glory and honor and power. Mungu kupokea utukufu, heshima na nguvu. Because you have created all things. Kwa maana umeumba vitu vyote. And for your pleasure they have been created. Na kupenda kwako vimeweza kuumbwa. Maana Mungu analinua kanisa. Kwa sauti. every time you have your time in the presence of God. Kila wakati ukiwa na nafasi uweponi mwa Mungu. God gives you the power. Mungu anakupatia nguvu. To decree Ili kutangaza jambo. and it shall happen. Yes, I am. This afternoon I'll just give you one key. Basi adhuhuri hii nitawapatia ufunguo moja. If you take it home, Ukiuchukua nyumbani, your life will never be the same again. maisha yako hayatabaki vile Your yalivyo. family will never be the same again. Jamii yako haitabaki Your vile ilivyo. ministry will never be the same again. Huduma wako hautabaki vile ulivyo tena. And this our nation. Na hili taifa letu, People call us corrupt, watu wanasema sisi ni wafisadi, but there is a remnant. lakini kuna masalio waliobaki. Hallelujah. And we are reversing Na tunageuza, our gears. We are reversing. tunageuza gia zetu. Hallelujah. Hallelujah. We shall be called the mountain of God. Tutaitwa mlima wa Bwana. People will come to our nation to see how things are done. Watu watakuja kwa taifa letu kuona vile mambo yanavyofanyika. Are we together? Amen. They will come to your mountain of influence. Watakuja kwa mlima wako wa mvuto. They want to see authentic businessmen. Wanataka kuona wanabiashara They will washupavu. come to our nation. Watakuja kwa taifa letu. They want to see women of God. Watataka kuona wake wa They Mungu. will come to our nation. Watakuja kwa taifa letu. Hallelujah. 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 Some people have classified that into 7 mountains. Watu wengine wameigawanya katika milima 7. Pastor, may I give them the mountains before I go to my message? Hebu tupatie hizo milima 7 kabla uende kwa ujumbe wako. Amen. When you are looking at the Great Commission, Ukipewa tume kubwa, we have been sent tumetumwa not only to people, sio tu kwa watu, but to all creation. bali kwa kila kiumbe. Are we together? Tuko So pamoja. occupy your mountain. Everybody has a place. Basi miliki mlima wako, kila mtu ako na nafasi. Some people have stretched to 12, but we want to work with the 7 mountains of influence. Watu wengine wamepanua zaidi, lakini tunataka kufanya kwa milima 7 ya And these uvuto. are Na hii ni the 7 mountains that we are going to use to Milima affect saba. all creation. milima 7 ambayo tunaenda kutumia ili kuweza kuathiri viumbe vyote, To fulfill the commission. kutimiliza tume. Number 1 is media. Ya kwanza ni habari. And you bear Matangazo. witness that our media young people are doing wonders. Tunaona katika utangazaji watoto wetu wanafanya maajabu. Are we together? Amen. Hallelujah. This is your time. Huu ni wakati wenu. Number 2 is politics and government. Ya pili ni siasa na serikali. And we encourage those who have a calling to be politicians, please don't look down upon yourself. Tunaangalia wale, tunatia moyo walio na mwito wa kuwa wanasiasa. Go and influence the people there. Nenda ukaathiri That is watu your walio mountain. karibu. Huo ni mlima wako. The other one is art and entertainment. Wengine ni hali ya uvumbuzi na utumbuizaji. And all these mountains are holy because they belong to God. Na milima hii yote ni takatifu maana ni ya Mungu. So we are to stand in these mountains Basi tunastahili kusimama kwa hii milima and manifest the Lord. na tudhihirishe Bwana. We are to stand in these mountains Tunastahili kusimama kwa hii milima to have dominion. kuwa na mamlaka, And God is doing it right now. na Mungu anaitenda sasa. The other one Ingine is economy and business. ni uchumi na biashara.
And I like that one. Na hiyo naipenda hiyo. Hallelujah. Hallelujah. I think I will fall there also. Natumai hata na mimi mtaangukia upande huo. And you can be on 2 or 3 or more mountains. Na unaweza kuwa kwa milima 2 ama 3 ama zaidi. Number 6 is education. Ya 6 ni elimu. Number 7. Ya 7 religion, where some of us are standing tall. Mahala ambapo tumesimama kidete kabisa. We are not looking at our background. Hatuangalii mahali tumetoka. Hallelujah. We are not going to the archives to bring our history out. Hatuendi katika mahali pa kumbukumbu kuleta historia yetu. Our history had disqualified some of us. Historia yetu ilikuwa imetuweka kando baadhi yetu. But we stand on this mountain of religion. Lakini tusimama katika mlima huu wa dini. We want to be fruitful. Tunahitaji kuwa na kuzalisha. We want to have dominion. Tunataka kuwa na mamlaka. We want to multiply. Tunahitaji kuongezeka. Glory be to God. Bwana asifiwe. We want to replenish. Tunahitaji kujaza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And most of all to have dominion. Na zaidi ya yote kuwa na mamlaka. So please don't despise your mountain. Basi usidharau mlima wako. Amen. Amen. That is a bonus. Hiyo ni basisi. I'm adding to pastors. Na hiyo ni kwa wachungaji. Amen. 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 Prayer summit. Kongamano la maombi. Prayer and worship. Kuomba na kuabudu. Actually it's one key. Kwa kweli ni fungo moja hiyo. That will make you manifest in your mountain of influence. Itakayokufanya uweze kudhihirika katika mlima wako wa mvuto. Amen. And are you ready to open the Bible? Uko tayari kufungua Biblia? Hallelujah. Hallelujah. Can we open the book of Exodus? Tunaweza fungua kitabu cha Kutoka. Exodus 18. Kutoka 18. Verse 19. Mstari wa 19. Friends of God. Exodus. Marafiki wa Mungu. Tuko pale. Are we there? Exodus 18 verse 19. We want to read up to... Let me read and stop as I go along. Are we there? Je, tuko pale? Kutoka Exodus 18 verse 19. 18 mstari wa 19. This was a time in history when Jethro, the father-in-law of Moses, was giving Moses godly counsel. Huu ulikuwa katika historia wakati ambapo baba mkwe wa Musa ambaye ni Jethro alikuwa anampatia Musa mashauri. Moses had done his work. Musa alikuwa amefanya kazi yake. And a time came when he was now organizing the people. Na wakati ukawadia alipokuwa anazidi kupanga watu. The work of deliverance had been done. Kazi ya ukombozi ilikuwa imefanyika. And now he got to a point of maintenance. Basi alifika wakati wa kurekebisha na kutengeneza. Like today in this summit we are doing maintenance. Vile hapa hivi tunajaribu kutengeneza. Hallelujah. Amen. The Bible says Biblia inasema Jethro was giving Moses godly counsel because Moses was trying to do everything. He was the usher, he was the pastor, he was the assistant pastor, he was the prayer warrior, he was also the praise and worship leader, he was everything, and he was the treasurer. Alikuwa amesimamia majukumu yote. Musa alikuwa mweka hazina, alikuwa nabii, alikuwa assistant pastor, alikuwa pastor, alikuwa... So Jethro had watched him and felt, no, this man will break down. Jethro alikuwa amemtazama na akajua huyu mtu atachoka. As a warrior, you are in your lane. Kama mpiganaji uko kwa njia yako. At the same time we are working together. Na kwa wakati huo huo pia tunafanya pamoja. That way Africa shall be saved. Kwa njia hiyo Afrika itaokolewa. Delegation of authority. Kupewana mamlaka, That's what ugawaji. Jethro told
Moses, you have to delegate authority. Basi Jethro akamwambia Musa wastahili kugawa mamlaka. Because if you do everything, you will not be effective. Are we together? Tuko pamoja. Yeah, and we have shared this before in this church. Tumewahi kushiriki haya hapa kanisani. And you can glean so much from those verses. Na unaweza ukavuna kutoka hapo katika hiyo mistari. But for the sake of, for the purpose of the summit, lakini kwa sababu ya makusudio ya kongamano hili, I just want to put emphasis on verse 21. Ningependa kutia mkazo katika mstari wa 21. This is a gathering of eagles. Huu ni mkutano wa matai. I don't think we are young anymore. Sidhani kama sisi ni wachanga. And so by now you know. Basi kufikia sasa unajua. The way I know. Jinsi ninavyojua. That I'm a mother of 7 children. Kwamba mimi ni mama wa watoto 7. Today you know. Leo unajua. Whether God has made you a ruler over thousands. Iwe Mungu amekufanya kuwa kiongozi juu ya watu 1000. Or a ruler of hundreds. Ama unaongoza tu watu 100. Or ruler of 50s. Ama watu 50. Or even among us we have rulers of 10s. Ama kuna kati yetu wamepewa uwezo wa kuongoza watu 10. Knowing the weight that God has given you. Kujua uzito ambao Mungu amekupa. What kind of leader? Je, ni aina gani ya uongozi are you supposed to be? Unastahili kuwa In your prayer life. Katika maisha yako ya maombi. In your worship. Katika ibada. I know we do prayer and we do worship all day. Najua tunafanya kuomba na kuabudu kila siku. Because you can be at your place of work and still pray in tongues. Unaweza kuwa mahali pako pa kazi na unaomba kwa dini. And that is good. Na hiyo ni nzuri. And we should live lives of worship. Na tunastahili kuishi maisha so kwa Mungu. So that everything you do is worship. Ile chochote unachofanya ni ibada kwa Mungu. And to him that has called us. Na yule aliyetuita from the kingdom of darkness kutoka katika ufalme wa giza into this marvelous light. Katika nuru hii ya ajabu. And yet God expects na ila Mungu anatarajia that also at times you need to take time away. Kwamba wakati mwingine wastahili kujitenga. To be alone with him. Kuwa peke yako na Mungu. So if you are a ruler of thousands. Basi kama wewe ni kiongozi wa maelfu. You cannot scratch the surface. Huwezi kukwarusa ardhi juu. If you are a ruler of hundreds. Kama wewe ni kiongozi wa mamia. You cannot scratch the surface. Huwezi kuendelea kwarusa hapo juu. If you are a ruler of even 50s. Kama wewe ni kiongozi wa 50. I don't think even rulers of 10s need to play. Sidhani kama hata viongozi wa watu 10 wanatakana kufanya mzaha. Don't play because God values even that one soul that is lost. Usicheze maana Mungu anadhamini hata hiyo nafsi moja iliyopotea. Hallelujah. Hallelujah. So position yourself. Basi jiweke vizuri. Amen. Amen. So to be ready for what I'm going to say. Kuwa tayari kwa kile naenda kusema. For me, I think I decided. Kwa mimi niliamua. I want to be a ruler of thousands. Nataka kuwa kiongozi wa maelfu. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Bwana. That's a heavy task. Hiyo ni majukumu makubwa. It will cost. Itagharimu. And I've counted the cost. Na nimelipa gharama. And I've said yes, Lord. Na nimesema ndio Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Position yourself. Jiweke kwa nafasi nzuri. nzuri. You know, in this kingdom. Najua katika huu ufalme. It's a kingdom of free will. Ni ufalme wa hiari. God allows you to take any position. Mungu anakuruhusu uchukue nafasi yote ile. Are we together? Je, tuko if pamoja? your ministry is not growing, don't say it because God has called me to a few. Kama huduma wako haukui, usiseme Mungu hajaniita kwa Mungu ameniita kwa watu wachache. Moses was a stammerer. Musa alikuwa kigugumizi. Are we together? Je, tuko pamoja? Position yourself. Jiweke kwa nafasi nzuri. And begin to count the cost. Na uanze kuhesabu gharama. Now that is one. Hiyo ni ya kwanza. We want to go to Revelation. Twende katika Ufunuo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And those of you who are fathers of more than one. Na nyinyi ambao ni mababa ambao na watoto zaidi ya moja. Your ministry in the house takes priority. Huduma wako kwa nyumba inachukua nafasi ya kwanza. Are we together? Je, tuko pamoja? Before you go to cough in the church. Cough in your own home. Kabla hujaanza kuhoa kanisani, kohoa kwa nyumba yako kwanza. Make sure that you will deliver those children to God. Hakikisha hao watoto utawakomboa as the good steward that you are. Kama mtumishi mzuri vile ulivyo. And if you are sleeping on the job, na kama unalala kazini, woe unto you. Ole kwako.
Revelation 11, Ufunuo 11 verse 15. mstari wa 15. Na kwa Kristo And he Yesu shall reign forever and ever. na tutawala milele na milele. And these 24 elders, Na hawa wazee 24 they sit before God on their seats. wanakaa mbele za Bwana katika viti vyao. Our task in the kingdom Majukumu yetu kwa ufalme is to make the kingdoms of this world to become the kingdoms of our Lord. ni kufanya falme za dunia hii kuwa Hallelujah. falme za Bwana yetu. Hallelujah. Hallelujah. Transform your mountain of influence Unabadilisha mlima wako wa mvuto into God's kingdom. kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Glory be to God. Bwana asifiwe. Hallelujah. And you do it as you worship. Na unafanya unapoabudu Like the 24 elders. kama wazee 24 They fall on their faces. walianguka katika nyuso zao. Hallelujah. Hallelujah. When we were born again Wakati tuliokoka in the early 80s, hapo miaka ya 80 mwanzo I mwanzo, liked the brethren then. napenda wakupendwa wakati They huo were very strict. walikuwa serious And we were in college. na tulikuwa kwenye We chuo. prayed 3 times in a day. It was compulsory. Tulikuwa naomba mara 3 kwa siku, nilikuwa ni lazima. Very early in the morning before breakfast. Asubuhi kabla ya kiamsha kinywa, Lunchtime. wakati wa mchana. Hallelujah. Hallelujah. After classes in the evening. Baada ya darasa jioni, And we had a leader. na tulikuwa na kiongozi. There was a hall that we went in every day 3 times. Kulikuwa na ukumbi mahali tulikuwa naenda kila siku mara And as 3. you come in, Na unapoingia tells you, sister, down, down, down on unaambiwa your face. dada, chini chini chini. Down on your face. Kila mtu aenda iname And you chini, just go down na unaenda chini and worship God. na unaanza kuabudu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Where did it go to? Je, hiyo ilienda wapi? Bwana asifiwe. Praise the Lord. The elders, the Wazee elders are still giving us that example. wazee bado wanatupea huo mfano. I still fall down in secret, Bado naangukanga chini kisiri. but I pray that God may help us to begin to fall down in public. Naomba Mungu pia darani penye watu wananiona pia naweza anguka chini. We cannot be ashamed of this gospel Hatuwezi kuibikia injili hii, because it is the power of kwa God maana ndio nguvu za unto Mungu salvation. kwa ajili ya We are wokovu. not ashamed. Hatujaibika. Hallelujah. Hallelujah. Think about that. Hebu wazia hilo. You worshipper, Ewe mwabudu. think about it. Hebu waza hilo deni. When was the last time Ni wakati gani wa you mwisho fell on your face? uliangukia uso hivi, Tears and mucus coming out. machozi na makamazi yakatoka We nje? need to go back there. Turudi pale pale And kwa what msingi. I'm sharing with you Na kile nashiriki nawe is not something I went to prepare, sio kitu nilienda kuandaa, but some of the things that the Lord just spoke to me and prepared me, and He Lakini wants us to hear ni this baadhi ya mambo Mungu aliongea nami akaniandaa, na anataka tuyasikie haya, because He's taking us somewhere. maana anatupeleka mahali fulani. Revelation chapter 4. Ufunuo mlango wa 4. Those are key verses. You keep them. Hiyo ni mistari ya maana, hebu iweke. We want to make the kingdoms of this world. Tunataka kufanya falme za dunia hii, We want to make this kingdom here, tunataka kufanya ufalme huu the hapa, kingdom in our nation, ufalme wa taifa letu. on those 7 mountains. Kwa hiyo milima 7 We want them, tuwahitaji hallelujah, to become the kingdom of God. iwe ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Beginning at Jerusalem. Kuanzia Yerusalemu. Amen. Amen. Revelations chapter 4. Ufunuo mlango wa 4. Verse 8 to 11. Mstari wa 8 hadi 11. The Bible says, Biblia inasema, and the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within. And they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders again, that liveth forever and ever, and they cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they were created. inasema hivi, na hawa wenye uhai 4
Kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele. Ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzimpa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, unastahili, umestahili wewe, Bwana wetu wa Mungu na Mungu wetu, upokea utukufu na heshima na uwezo, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Are we together? Je, tuko pamoja? Now all creation worships God. Basi maumbile yote yanaabudu Mungu. But they are not very effective in their worship. Lakini haziko kamilifu katika kuabudu. Especially the things on the earth. Hasa vitu vilivyo duniani. Because the sons of God are not manifesting. Maana wana wa Mungu hawadhihiriki. But we want to manifest. Lakini tunahitaji kudhihirika. Such that even creation will worship God effectively. Ili kwamba hata viumbe vingine pia vitamwabudu Mungu sawa sawa. And the 24 elders. Na wazee 24. They say continuously. Wanasema kwa kuendelea kila siku. Holy, holy, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Lord God Almighty. Bwana Mungu mkuu. The one who was and is to come. Aliyekuweko, aliyeko na atakayekuja. You are worthy. Wewe unastahili. Oh Lord, to receive glory and honor and power. Mungu kupokea utukufu, heshima na nguvu. Because you have created all things. Kwa maana umeumba vitu vyote. And for your pleasure they have been created. Na kupenda kwako vimeweza kuumbwa. That we can affect the spiritual and the physical realm. Kwamba tunaweza fika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa asili. The only ones that can affect those two realms. Wale tu wanaweza athiri hii maeneo mawili haya. And so you can see how much God is relying on us. Basi unaweza kuona vile Mungu anatutegemea kwa sana. And yet man doesn't seem to see the importance of his being here on earth. Na kwa hali hiyo mwanadamu haoni umuhimu wake wa kuwa duniani. Sometimes we worship as though, we want pastor to bribe us. We are not worshiping. Wakati mwingine tunaabudu ni kana kwamba tunataka pastor atuhonge, Hallelujah. Kidogo. We need to arise. Tunahitaji kuinuka. It is God who spoke to our pastor. Ni Mungu aliyenena na mchungaji wetu. This summit is not just a gathering. We are not just gathering here to greet each other. Hatujakusanyika hapa kusalimiana. We are gathering here to have an encounter. Tuko hapa kuweza kuwa na mkutano. How many times have you put your hours aside? Ni mara ngapi umeweka masaa yako kando? Bowing before God. Ukiinama mbele za Mungu. Telling him, holy Lord, you are holy, you are holy. Ukimwambia Bwana wewe ni mtakatifu, wewe mtakatifu. You realize that in these prayer items, utatambua katika hoja za maombi, both in this one and the one we read before in chapter 11, katika haya na pale katika mlango wa 11, they are not going before God to quarrel God. Hallelujah. Amen. I learned from my brother a lot. He was a major in the army. Nilijifunza mengi kwa ndugu yangu wakati alikuwa mkuu kwa jeshi. He taught me a lot. Alinifunza mengi. There is so much discipline. Wana nidhamu ya kutosha. You don't approach your superiors in any manner. Hawaendei tu ovyo ovyo hivyo. You go and polish your shoes. Unaenda unapiga kiatu kinang'aa. You check your uniform. Na unaangalia sare yako. Hallelujah. Uniform yako. And you cast your crown. Na unatoa kofia. And you give them a salute. Na unawapatia saluti. Now if that is what man can do to man, basi hiyo kama mwanadamu anaweza fanyia mwanadamu, what about us to our heavenly Father? Sisi kwa Mungu wetu Baba, cast down your crowns. Tupa kofia yako na cheo chako chini. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Cast them down. Weka hiyo kofia yako. Forget that you are a big officer. Sahau kwamba wewe ni ofisa mkubwa. Cast down your crowns. Weka cheo chako chini. Pastor, one day we will decide to do inspection, because in the army they do inspection. Pastor, siku moja tutafanya uchunguzi.
Fanya Because if uchaguzi. you come to the parade and you Unakuja are kwa not parade in order, na hujajipanga vizuri, you can even be sacked. utafutwa kazi. Are we together? Umekaa We are coming to the parade of God. Unakuja kwa parade ya Mungu. This is the time. Huu ndio We are wakati. not the only gathering. Sisi sio peke yako God is kusanyiko. duplicating what He's doing here all over the world. Mungu anaweka kila kitu anafanya hapa kila Appear mara. before God when you are in order. Nenda mbele za Mungu ukiwa na mpangilio. Are we together? Je, tuko pamoja? Hallelujah. Hallelujah. Pastor, one day just tell people to open their knees. We want to see. Bu waambia watu wafungue miguu yao. Hapa tuone kama kuna alama. Some of the people, the knees are very smooth. Wengine magoti yao iko smooth. You forgot how to kneel down before God. Ulisahau kupiga magoti mbele za Mungu miaka mingi ilipita. May God help us. Mungu atusaidie sana. Hallelujah. Hallelujah. Lock yourself aside. Jiweke mwenyewe kando. Take some hours. Chukua masaa kadhaa. They normally give us off on Saturday. Some people Jumamosi mahali pakezi tunapewa instead kupumzika of Jumamosi. loitering in the town. Badala ya kurandaranda kule town. Excuse me, I'm using a very hard language. Kwa kuzunguka na kupiga manjaro. Just lock up yourself. Wewe jifunge kando. You are holy. Na uende mbele za Mungu mtakatifu. You are holy. Sema mtakatifu. You are holy. Mtakatifu. God does not mind repetition. Mungu hajali hata ukirudia maneno. Because when you say you are holy, Na unaposema mtakatifu, in the modern English language that is holy. katika kizungu cha kisasa hiyo inamaanisha But mtakatifu. in the language of God, Lakini kwa lugha ya Mungu, God's language has many faces. lugha ya Mungu iko na nyuso It mbalimbali. may mean something else. Inaweza maanisha kitu kingine And as tofauti. you repeat Na unaporudia and you stay there na before unakaa God, pale mbele za Mungu, you tell me if God will not increase your congregation. hebu niambie kama Mungu ataongeza umati wako. Are we together? Je, tuko pamoja? He spoke to me. Aliongea na And if mimi we go back to these things kwamba tukirudia haya mambo and we do these things, na tufanya haya mambo, He is going to change this world upside down for us. anaenda kubadilisha dunia hii juu chini. Because where we go to Mahali kule tunaenda, these mountains and where we are going, mahali tunaenda na kwa hii milima na mahali tunaelekea, people have to know watu lazima wajue that there's a God in heaven. kwamba kuna Mungu mbinguni. There's a God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. A God who intervenes in the affairs of men. Mungu ambaye anaingilia kati kwa shughuli za A mwanadamu. God who can pick you from the dust Mungu anaweza kutoa mavumbini and make you sit with the kings. na kufanya uketi na A wafalme. God who can transform your life in one day. Mungu anaweza badilisha maisha yako kwa siku moja. He transformed the life of Joseph in a day. Alibadilisha maisha ya Yusufu kwa siku moja. From the prison he went to the palace. Kutoka kwenye gereza alienda kuikulu. Hallelujah. 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 And it is possible. Na inawezekana Because the grace is sufficient. maana neema It's inatosha. not by power. Sio kwa nguvu, It's not by might. sio kwa But uweza, by the Spirit of bali kwa God. Roho wake Mungu. All things are Mambo possible. yote yanawezekana. What is not possible with man Yasiyowezekana na mwanadamu is possible with our God. yanawezekana na Mungu wetu. He is waiting for one man Anangojea mtu mmoja to say, here I am. kusema hapa niko, Here I am. hapa niko, Send me. nitume. Are we together? Je, tuko pamoja? You know God is a spirit. He wants us to pray because we are the ones who are in the body. Unajua Mungu ni roho, anataka tuombe kwa sababu sisi ndio tuko kwa mwili. We are that important. Sisi ni wa muhimu. You are that important. Wewe ni wa muhimu, But even in your importance, lakini hata katika umuhimu wako do the right thing. fanya mambo yanayostahili. Hallelujah. Hallelujah. Do the right thing. Fanya mambo He is yanayostahili. busy right now Yeye yuko shughuli saizi by His Spirit kwa roho wake, throwing out the money changers from the church. akipindua wenye kuchenji, kubadilisha pesa kwenye hekalu. Are we together? Tuko pamoja. He's a holy God. Yeye ni Mungu mtakatifu And He's going to deal with people na anaenda kukabiliana na watu who have clean hands. walio na mikono misafi. That doesn't mean that we don't fall sometimes. Hii haimaanishi kwamba wakati mwingine hatuanguki. The righteousness of God, we have not worked for it. Haki ya Mungu haitafanyia hiyo He has kazi. given it to us. Ametupatia yeye. Another key verse. Mstari mwingine wa muhimu. And then I will share what I've written and then we will pray. Basi tutashiriki kale yale maandika na tuombe. Matthew 13. Mathayo 13.
Hallelujah. Hallelujah. Matthew 13 verse 18. Mathayo 13 mstari wa 18. And let us just read maybe up to let's see, we will read maybe up to 25. The Bible says, Biblia inasema, "Hear ye therefore the parable of the sower," that Pastor Stephanie told us again this morning. ambayo mchungaji Stefan alikuwa ametuambia asubuhi hii. "When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside." Are we together? Je, tuko pamoja? Not the seed that wahubiri wanaitisha, not that one. Ile mbegu yenye wahubiri wanapenda kuitisha The itisha. seed which is the word of God. Mbegu ambayo ni neno la Mungu. "But he that receiveth the seed into stony places is the same. Bali yeye The anayepokea same is he that heareth the word and anon with joy receiveth it." Verse 21. Yet hath he not root in himself, lakini hana mizizi ndani yake, but dureth for a while. bali hudumu kwa muda. For when tribulation or persecution arises because of the word, Ikitukia dhiki kwa ajili ya ile neno, and by he is offended. basi yeye huchukizwa. He also that receiveth seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. But he that receiveth seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, and also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, and some 60, some 30. Another parable put forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which soweth good seed in his field. And the key verse is verse 25. It says, But while men slept, Lakini watu walipolala, among the wheat, akapanda magugu katikati ya ngano, and went his way. akaenda zake. Verse 25 is the key verse. Mstari wa 25 ndio kiini kikubwa. But while men slept. Lakini watu walipolala. There are times that we sleep Kuna wakati tunalala spiritually. kiroho. When you are asleep, Wakati umelala, the enemy comes adui anakuja and he sows tares among the wheat, na anatuma ama anapanda magugu katikati ya and he ngano, will go away. na anaondoka naenda zake. And we have the enemy, Na tuko na adui. one enemy. Adui moja. Hallelujah. We have an adversary. Basi tuko na adui. He comes in many forms, but it's just one. Anakuja kwa mitindo tofauti lakini ni Your moja. brothers and your sisters are not your enemies. Ndugu zako na dada zako sio maadui zako. Are we together? Je, tuko pamoja? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, church. Kanisa, haleluya. If you know that you love your brothers and your sisters. Ukijua hivyo utapenda ndugu zako na dada zako. Are we together? Tuko pamoja. The enemy is only one. Adui ni mmoja. And we are all fighting against that one enemy. Na sote tutapigana na huyu adui. So don't make yourself the vessel to be used of the enemy. Basi usijifanye kuwa chombo kinachotumika na adui To fight others. kupigana na wengine. In heaven, these are the ones who will meet. Mbinguni hawa ndio tutakutana nao. Are we together? Je, tuko pamoja? The enemy that sends you will not be there even. Huyu adui anayekutuma hata kuwa huko mbinguni. But while men slept. Lakini wakati watu walilala, When you sleep on the job, unapolala mahali pako pa kazi, and you are a ruler of thousands, na wewe ni kiongozi wa maelfu, the enemy comes to sow adui pia atakuja kupanda tares magugu in your ministry. katika huduma wako. When you sleep, Ukilala and you are calling yourself a priest, na unajiita kuhani, the priestly office that you have been given, afisi ile ya priestly, if you ya sleep kuhani, ukilala as the priest of your house and you are sleeping, kama kuhani wa nyumba yako, ukilala, especially men, hasa wanaume, are we together? hey, You know, women, we can hide behind you and you tell God no. unajua mama wanaweza jificha nyuma ya mzee na aseme unajua Mungu ni huyu. By the way, women can be allowed to sleep a little bit. Unajua mama wanaruhusiwa kulala. But if you are a man in trousers, Lakini wewe mwanamume umevaa longi, a priest of the home,
kuhani wa boma, and you are sleeping na unalala when other men are sleeping, wakati wanaume wengine wanalala, consider. Bwana chunguza chunguza hiyo maneno. Where are you leading the family? Unaelekeza jamii wapi? Where are you leading that family? Wewe unaongoza hiyo jamii kwenda wapi? You are the priest. Wewe ndio kuhani. I remember we have a family group. Tuko na kikundi cha jamii. And you know, the Spirit of God just came upon me. Roho wa Mungu alinikujia tu. And I started to address the men in the house, my sons. Na nikaanza kuongea na vijana. The sisters are also reading. Unajua dada zao pia walikuwa pia. And I said, men. Nikasema wanaume, I know God has blessed you. Najua Mungu amewabariki. And you have jobs. Na mko na kazi. But if you are working more than you are doing your job as a priest, lakini kama utafanya kazi kuliko kazi vile unavyofanya kama and you are sleeping when men are sleeping, na unalala wakati wanaume wanalala, tell us, hebu tuambie, where are you taking my grandchildren? Mnapeleka wajukuu wangu wapi? Where are you taking my daughters-in-law? Binti wakwe wangu mnawapeleka wapi? Are we together, men of God? Tuko pamoja ndugu. Pastor, mchungaji, if you are sleeping and when men are sleeping, wewe unalala wakati wanaume wanalala, watu wanalala, where are you taking the congregation? Unapeleka wapi umati wa Mungu? Bwana asifiwe. Praise the Lord. That is sobering. Hiyo ni kupata akili na kuamuka. Hiyo ni kuamuka. And I looked at that verse squarely. Nikaangalia hiyo mstari katika undani. Hey, and I asked God now. Nikauliza Mungu sasa, what to do? Tuambie la kufanya. Are we together? Tuko pamoja. And I want to give you a time frame. Nataka kuwapatia muda. This is the key that I said if you take it. Na huu ndio ufunguo nilisema ukiuchukua. If you look for it in the Bible, you will not find it. Okay, utafuta kwa Biblia utapata. It's only implied. Inawekwa tu kwa matendo. Are we together? Je, tuko pamoja? It is implied even like now. Inawekwa tu vile iko hivi kwa matendo. Are we together? Amen. We have a record. Tuko na record. That a mature person, ambayo mtu aliyekomaa, if you sleep from 4 to 5 hours, you are good. Ukilala kwa masaa 4-5 wewe ni mzuri. You are good to go. Unastahili, unafaa. Are we together? Hallelujah. I have one of my sons. Niko na mwanangu mmoja. He's an executive. He told us he sleeps for the past I think 3 years. He sleeps for 3 hours and is good. Kwa miaka karibu 3 analala masaa 3 na imetosha. Because we were asking him, when you are in your house, you are busy. When you come to my house, we see you. I sleep before you. So when do you sleep? Ukiwa kwa nyumba yako uko na shughuli. Ukija kwa nyumba yako sisi tunalala, tunakuacha. That boy sits on the table. Huyu anakaa kwa meza for hours. Kwa masaa. And he delivers. Na by the grace of God. Kwa neema ya Mungu. Are we together? Je, tuko pamoja? So now the Lord was teaching me. Basi Mungu alikuwa ananifundisha. That you see the hours that the enemy is most destructive. Unajua masaa ambayo adui anafanya uharibifu sana. He knows he's very intelligent. He comes when men are sleeping. Anajua kwamba yeye ni shupavu na kuna akili nyingi, anakuja wakati watu wanalala. He cannot just appear during the day. Hakuji tu hivyo hivyo mchana. He comes because he's a thief. Kwa sababu ni mwizi. The thief, John 10:10, the thief comes but to steal, to kill and to destroy. Yohana 10:10 anasema mwizi huja ila kwa kuiba, kuua na kuharibu. When do thieves come? Je, wezi wanakuja saa ngapi? At night. Wanakuja usiku. So the Lord spoke to me. Bwana alinena nami. That if you can just watch your time. Kwamba kama unaweza zingatia muda wako, wakati wako. You do the work of Caesar. Those who are employed, do the work of Caesar. Mfanye kazi ya Kaisari mchana. Do it very diligently. Fanya kazi ya Kaisari kwa bidii. Are we together? Je, tuko pamoja? Don't steal from the employers. Na usiibe kwa waajiri wako. Hallelujah. Hallelujah. Do the work of Caesar. Fanya kazi ya Kaisari. Because when Caesar comes looking for tax, you have something. Kaisari akija kutafuta ushuru, uko na kitu cha kutoa. Bwana asifiwe. Amen. Even me on the pulpit, but I have a work for Caesar I do. Hata mimi nahubiri, niko na kazi ya Kaisari nafanya. Ndogo kazi kidogo. Together. Yeah. During the night. Usiku. When men are asleep. Wakati watu wamelala. Make your own timetable. Fanya ratiba yako ya muda. Sit with the family, laugh. Me, I laugh with the children. Kana watoto, cheka nao.
If it reaches, of course, by 10 they go to sleep. Ikifikia saa 4 wameenda kulala. Are we together? Je, tuko pamoja? When they think you have also gone to sleep, Wakati wanafikiria nawe pia umeenda kulala, your day has just begun. hiyo ndio siku yake imeanza. Are we together? Je, tuko pamoja? Hallelujah. It's not in the Bible. Haiko kwa Biblia. But the thief oscillates at that time. Basi mwizi huo ndio wakati anafanya kazi yake. And so you can count from maybe 10 or 11, whichever time you decide to. Unaweza hesabu masaa kuanzia saa 4 ama saa It's not 5. an obligation, it's yours Sio lazima, hiyo ni uamuzi to wako decide. kuamua. Between that time and 3, Kuanzia wakati huo mpaka saa 10, you have enough time. saa 9 una wakati wa kutosha. Take your corner. Wewe chukua kona yako. You can do anything, after all it's at night. Unaweza fanya chochote na hata hivyo ni usiku. Even if it becomes very hot, you remove clothes Hata ikiwa ngumu unatoa nguo and just go in the spirit. na unaingia katika rohoni. Where are you now? I'm here. Shetani, sasa uko wapi? Niko hapa, nimejiandaa. Hallelujah. The Lord spoke to me that if you do that, Bwana alinena nami ukifanya hivyo, and I'm not saying it as a law, sifanye kama sheria ama mzaha, but if you can make time, lakini ukichukua muda, don't deprive the family its time. usiibie Just be jamii with wakati them, wake. laugh with them, Kuwa na jamii, cheka nao, laugh, ucheze, eat with mrukeruke, them, mkule pamoja. and then put them neatly to sleep. Basi wawache walale kwa utaratibu. Then you tell the devil, my day has begun. Basi ambia shetani, basi nimekuja, If you are sikia a man, nimeanza. come here. Kama yeye mwanamume kamili kuja. Are we together? Je, tuko pamoja? Pray. Worship in the spirit. Don't go there to ask God for things. Usiende tu kuombaomba vitu kwa Mungu. Wewe omba kwa roho. He has given us a formula. Ametupatia mtindo. Matthew 6:33. Mathayo Are 6:33. we together? Je, tuko pamoja? All these other things will be, in fact, God will give you more than you could have asked. Hata Mungu atakupatia zaidi ya kile ungeomba. Even your ministry, He will make it bigger than what you have ever imagined. Hata huduma wako ataupanua kuwa kubwa kuliko vile uliwazia. And make it a lifestyle. Na ufanye iwe mtindo wa maisha. I give you that key today. Na kupatia huo ufunguo leo. And by the next summit next year, kongamano linalofuatia mwaka ujao, if there are prophets in Israel, kama kuna manabii Israeli, come and give testimonies. njoo na mtoe ushuhuda. Hallelujah. Hallelujah. Take that key. Hebu chukua huo ufunguo. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Mungu atatusaidia. God will help us. He will help us. Atatusaidia. Now that is what has been lacking in the church. Basi hiyo ndio imekuwa inapungua kanisani. You see, when we come for a kesha, that's not that time God is talking about. Tukija kwa kesha, sio wakati huo Mungu anaongea. There is grace and blessings for that time. Kuna baraka na neema kwa wakati ule. But this one is you and God. Not even wife hayuko hapo. Na hata mke hayuko pale. Wife may also take her corner. Mke pia achukue kona yake. Are we together? Je, tuko And pamoja? don't share prayer items. It's Na not time for mshiriki items. hoja za maombi. Hallelujah. Hallelujah. Just grind in the spirit. Wewe anza kupenyeza katika roho. Pray in the spirit. Omba katika roho. And I thought it was a joke, but when you go deep, you begin to see things you've never seen before. Nilifikiria ni mzaha, lakini ukienda ndani nilianza kuona mambo You are sijawahi awake kuona. praying, but you are seeing things you have never seen before. Unaangalia tu ukiomba, lakini unaona mambo ambayo hujawahi ona. And He gives you the arrangement of your family. Na anakupatia mpangilio wa jamii yako. He gives you the arrangement of your ministry. Anakupatia mpangilio wa huduma He wako. tells you tomorrow they have called you, don't go. Anakuambia kesho wamekupigia simu wewe usiende. Are we together? Hallelujah. That's when men begin to say that you are a witch doctor. Hapo ndio watu watasema basi wewe ni mganga. Because you will be so accurate. Kwa maana utakuwa mtu wa kulenga sawa sawa. Are we together? Hallelujah. You will be so accurate. Utakuwa mtu sawa sawa. Even Hautabahatisha. the devil himself will be puzzled. Hata shetani atashangazwa. Are we together? Amen. And as you pray, Na unapoomba, the Lord takes over. Bwana anachukua usukani. And for you, it's just to be there and to open your mouth. Na wewe ni kuwa tu pale na kufungua kinywa chako. He will fill it. Atajaza. He will answer beyond what you can say. Atajibu kuliko vile unavyoomba. Are we together? Je, tuko pamoja? Are we together? Je, tuko pamoja? Those who have been struggling financially, Wale ambao mmekuwa uking'ang'ana kifedha, please take that key. tafadhali chukua huo ufunguo. Because you need to be loaded. You help pastor. Unastahili kuwa umejazwa. Are we Usaidie together? mchungaji. Ni nini tunaachia mchungaji mizigo? Are
together? Je, tuko pamoja? Hallelujah. Haleluya. And as you pray, Na unapoomba, He will show you nations. You know, if you read the commission, you are not just called for here. ukiangalia tume haujaitwa tu hapa Keroka. We have been called international. Tumeitwa kimataifa. And it's not a joke. Na sio mzaha. He will show you nations. Atakuonyesha mataifa. He will name nations for you. Atakutajia majina ya mataifa. Are we together? Je, tuko pamoja? When you wake up in the morning, you'll be in the immigration office. Ukiamka asubuhi uko kwa usafiri, ofisi ya usafiri. Uhamiaji. Hello. Haleluya. That's a key. Huo ni ufunguo. Even if I don't talk to you again, Hata nisipongea na wewe tena, take that key. chukua huo ufunguo. God will work for you. Mungu atakutendea kazi. You are looking for your own house. Unatafuta nyumba yako mwenyewe, It will come from that. itatokana na hiyo. You are looking for good schools for your children. Unatafuta shule nzuri kwa ajili ya watoto It wako, will come from that. itatokana na hiyo. Hallelujah. Haleluya. We will not have to persuade people at oh, come to church, you know, come. Hatutataka kupembeleza watu, wewe tafadhali njooni kanisani, kuja. That the pastor is calling people, are you coming to pray today? Mchungaji anapigia watu simu, utakuja kuomba leo. You will not have to be persuaded. Hautabembelezwa. It will be automatic. Itakuwa tu yenyewe Are inaingia. we together? Tuko pamoja. And please soak yourself in the word of God. Na tafadhali jizamishe kwa neno la Mungu. Because if you pray scriptures, Kwa maana ukiomba maandiko, the enemy will back off. adui atahepa. Are we together? Amen. Hallelujah. They tell you pray. Wakikwambia omba, Whenever they will tell you to pray the Bible. popote utaambiwa kuomba, omba kibiblia. Are we together? Don't come here to choose some words. Usianze hapa kuja Using your own words. maneno yako yenyewe hayatasongeza adui. It's the word of God that carries authority. Ni neno la Mungu linabeba mamlaka. The word of God is powerful. Neno la Mungu lina nguvu. The word of God brings light. Neno la Mungu linaleta The nuru. word of God brings understanding. Neno la Mungu linaleta ufahamu. The word of God brings knowledge. Neno la Mungu linaleta maarifa. Hallelujah. Haleluya. Pastor, you are time keeping us. Mchungaji utatusaidia kwa muda. Hallelujah. Haleluya. Amen. Please get into the realm of the spirit. Tafadhali ingia katika ulimwengu wa kiroho. Somebody said Mtu alisema that you can pray yourself to a realm unaweza kujiombea mpaka uingie katika maeneo where no man will ignore you. mahala ambapo hakuna mtu atakupuuzia. Pastor Alexander, no, people will not ignore you. Pastor Alexander, hakuna mtu atakupuuzia, atajifanya kama huoni. Are we together? Je, tuko pamoja? You pray yourself to a realm unaweza kuomba ufikie katika viwango where no man mahala ambapo hakuna mtu ignores you. atakupuuzia. We will see manifestations of the gifts of the Spirit of God. Tutaona udhihirisho wa karama za Roho Mtakatifu. People in this nation will hear your name. Watu kwa taifa hili watasikia jina lako. Are we together? Je, tuko pamoja? And they will hear you. Watakusikiza na watakusikia. Bwana asifiwe. Amen. God will make you famous. Bwana atafanya ujulikane For his own glory. kwa utukufu wake mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. And when you begin to taste that glory, Na ukianza kuonja utukufu huo, may God help us Mungu atusaidie to be careful, kuwa uangalifu, give back the glory to him, kumrejeshia Mungu utukufu, to give it back to him. kurejesha utukufu kwa He is Mungu. a jealous God. Yeye ni Mungu wa He wivu. will not share his glory with Hata another. shiriki utukufu wake na mtu yeyote. Are we together? Je, tuko pamoja? Hallelujah. Hallelujah. Remain humble Baki mnyenyekevu and you will see the hand of God. na utaona mkono wa Mungu. Hallelujah. 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 He's a good God. Yeye ni Mungu mzuri. Pray yourself to a realm Jiombee mpaka ufike katika where no upeo. man Mahala ambapo hakuna mtu ignores you. atakupuuzia. We will never change generations Hatutabadilisha vizazi if we do not understand the power that is in prayer and worship. kama hatuelewi nguvu zilizo katika maombi na ibada kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Get deep with God. Ingia kilindini na Mungu. Pastor just quoted for us here. Pastor alinukuu hapa, Jesus told them, Yesu aliwaambia, throw your nets. tupeni nyavu zenu. Because they had told Jesus they were fishing all night and they Kwa caught. maana walikuwa wamwambia Yesu usiku wote walikuwa wakivua samaki.
But when they threw the nets into the deep, lakini walipotupa nyavu zao kilindini mwa bahari, they caught beyond what they could draw. walishika samaki wengi kuliko vile watarajia, kuliko ile wangeweza. Amen. Amen. And may we maintain holiness. Na wacha tudumishe In utakatifu all these things that we do, kwa mambo hayo tunayofanya. there is a major global shift Kuna uhamisho mkubwa wa ulimwengu in the body of Christ. katika mwili wa Kristo. The harvest is here. Basi mavuno yako hapa. Hallelujah. Hallelujah. I think what we should be doing as a church is to do capacity building. Natumai kile tungefanya kama kanisa ni kujenga na kupanua uwezo wetu. Be in order. Kuwa katika mpango. The ushers should know their role. Ushers, washemazi wajue The majukumu praise yao. and worship. Kikundi cha kuabudu na And sifa. other departments. Na pia idara zingine. Capacity building is needful. Kujenga uweza. Because God will bring people like flies, like in maana the days Mungu of the ataleta book of watu kama Acts. inzi, kama In the wakati book ule of Acts, kitabu cha Matendo, when 3,000 are saved the same day. wakati watu 3,000 waliokoka siku moja. Are we together? Je, tuko When pamoja? he says praise the Lord, people begin to cry. Anaposema Bwana asifiwe, watu wanaanza kulia. It's not by magic, they have been somewhere. Sio katika sarakasi na They uganga have hivi. been with the Lord. Wamekuwa na Mungu. Amen. Amen. When you begin to talk, people listen. Unapoanza kuongea watu usikiza, They wanasikiza. have been with the Lord. They have been Wamekuwa with pamoja na Jesus. Yesu. So there's a global thing going on. Basi kuna kitu cha ulimwengu kinaendelea. So pastors do capacity building. Basi wachungaji muzidi kujenga uweza. And we people, may we be ready to go for missions. Na sisi pia watu tuwe tayari kwenda nje huduma. This Pastor Fred is an expert in world missions. Huyu And mchungaji he goes. Fred Mungu amemsaidia katika kutembea Are we mataifa. together? Tuko So now pamoja. nobody can say that the doors are not open. Hakuna mtu atasema milango haijafunguka. We are here, Pastor is here. Uko hapa, mchungaji uko hapa. I think we've been to all the continents. Natumai tumekuwa katika So sayari whenever zote. you feel God telling you, just come and tell Pastor, and you know. Basi ukisikia unataka kwenda kuitika bara yoyote ile, kuja mwambie mchungaji. We are very serious. Sisi Pastor. tunamaanisha Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. So we are privileged. Basi tuko na tunuku. And God. Yeah, Paul. Paulo. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. And just receive that global anointing for Pokea upako wa kutembea mataifa ulimwengu wote. Just receive it. Pokea huo upako. Receive it. Pokea kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Something is happening. Kitu kinatendeka. God is removing roadblocks. Mungu anaondoa vizuizi. Our lives will never be the same again. Maisha yetu hayatabaki jinsi yalivyo tena. It's not just a summit like any other. Sio kongamano kama lingine lile. No, we are getting an encounter even if you are not aware of it. Hata kama ujui, hapa tuko hapa tunakutana na Mungu. We are getting an encounter with our God. Tunakutana na Mungu wetu. The encounter that is going to cause us to grow. Hali ile itakatofanya tukue. And we are going to seek his presence like never before. Na unaenda kutafuta uwepo wake kuliko wakati wote ule. Because he's dropping that anointing for seeking him and sitting before him without getting tired. Anaachilia huo upako wa kukaa mbele zake pasipo kuchoka. That we may seek him beyond ili tumtafute everything else. Kuliko kitu chochote kile. He will be found with us. Atapatikana nasi. He will be found by us. Tutampata. Because he's releasing a hunger not only here. Maana anaachilia njaa sio hapa tu. But even in this nation. Bali hata kwa taifa hili. He's releasing a hunger. Anaachilia njaa. And a thirst for righteousness. Na kiu ya haki. And we are privileged. Na tumetunukiwa as Kenyans. Kama wana Kenya. Amen. Amen. May you receive that hunger. Pokea hiyo njaa. May you receive that thirst. Pokea hiyo kiu. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. It's only an encounter with God. Ni hali ya kukutana na Mungu. That will cause us to be transformed. Ambayo itatufanya tuweze kugeuzwa. That will cause our minds to be renewed. Ambayo itafanya nia yetu iwe kwa upya. That we may have the mind of Christ. Ili tuwe
na nia ya Kristo. Actually, we have the mind of Christ. Kwa hakika tuko na nia ya We Kristo. just need to stir up that mind. Tunahitaji kuchochea hiyo nia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That we may make the kingdoms of this world Ili tufanye falme za dunia to hii be the kingdom of our God. kuwa ufalme wa Mungu wetu. Those who are doing business. Wale wanaofanya biashara. Hallelujah. Hallelujah. All over the world, those who are doing business, Wale wanaofanya biashara ulimwengu wote, you're going to prosper. mnaenda kufanikiwa. Big time. Yeah. You will prosper big time. Because that is the mountain where God finds himself. He's a businessman. If you do business, Mungu ni mwanabiashara. you are going to prosper. Unaenda kustawi na kufanikiwa. And remember, the prosperity Lakini kumbuka ufanisi is for the glory of God. ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. And for you to enhance Na wewe kupanua the sending of the people. kwa ajili ya kutuma watu. Hallelujah. Hallelujah. The word. Katika ulimwengu. And our prayer lives are going to be so rich in this end times. Na maisha yetu ya maombi itakuwa nzuri sana kwa wakati huu wa mwisho. Hallelujah. Hallelujah. Because the Lord has granted his saints Kwa maana Bwana amepatiana uteule wake the opportunity fursa for people to come and learn from us. ili watu waje kujifunza kwetu. And we happen to be the ones. Na ni sisi. Amen. Amen. You are the model. Wewe ndiye mfano. So treasure what you are learning. Dhamini kile unajifunza. The Lord is our teacher. Mungu ndiye mwalimu wetu. Allow him to teach us. Mruhusu atufundishe. And you be a teacher of others. Pray, pray, pray. Omba, omba, omba. Seek the face of the Lord. Tafuta uso wa Bwana. Some people make some major decisions with their lives. Watu wengine wanafanya Major decisions in their lives. uamuzi mkubwa kwa maisha yao. They make those decisions sleeping. Wanafanya uamuzi mkubwa May God help us. wakati wamelala. Mungu Don't atusaidie. make major decisions without seeking the face of God. Usifanye uamuzi mkubwa pasipo kutafuta uso wa Mungu. If you are still unemployed, Kama haujaajiriwa bado, make a description of the kind of job that you want. hebu jaribu kufafanua ni aina gani ya kazi And begin unahitaji. to exercise this key that you have received today. Na uanze kutendea kazi ufunguo ambao umepokea And leo. see what will happen. Na uone kitakachotendeka. God will send your name to the employers. Mungu atatuma jina lako kwa waajiri wako. There's a brother I know. Kuna ndugu ambaye namjua. They called him for interview. Walimuita katika interview. He did not apply for it. Hakuomba. Even he was saying he doesn't know how his name got there. Na hata ajui jina lake litifikaje pale. But they called him for interview. Lakini aliitwa kufanywa And interview. he got the good job. Na akapata kazi nzuri. Don't make major decisions in your Usifanye life uamuzi mkubwa sleeping. wakati unalala maishani mwako. Don't allow your children to go through important things Usiwache watoto wako wapitie mambo ya muhimu with your hands folded and you are snoring on the bed. wakati mikono yake imekunjamana na unangorota kwa That's kitanda. not what the Lord has taught us. Hiyo sio ndio Mungu ametufunza. So may God help us. Basi Mungu atusaidie. Sasa mimi niko nafunga. Mchungaji, mimi nafunga. Hallelujah. 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 Keep that key. Ufunguo huu ulinde vizuri. Use that key. Tumia huo ufunguo. Share that key. Shiriki huo And ufunguo. our lives will never be the Na same. maisha yetu hayatabaki hivyo. Share with your children Shiriki also. na watoto wako, Both physical and spiritual children. watoto wako wa kiroho na pia wa kimwili. It is very important. Ni ya muhimu sana. Father, we want to thank you. Baba, tunataka We kushukuru. want to bless your holy name. Tunakubariki jina lako We thank takatifu. you for your word. Asante kwa neno You have lako. spoken to us. Asante King umenena of nasi. glory, you have given us a key. Mungu wa utukufu umetupatia A ufunguo. master key. Ufunguo I mkubwa. pray that everyone who has heard this word and received the key Naomba yeyote ambaye amesikia neno hili na mpokea ufunguo will put it to good use. ataitumia vizuri. Father, we are tired of where we are. Baba, tumechoka mahali tuliko. We are tired of the norm. Tumechoka mambo ya We kawaida. are tired of, Father, of the ordinary. Tumechoka na mambo ya kawaida. Some of us have lived hopeless Baadhi yetu lives. tumekaa maisha We yasiyo na are tumaini. tired of I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, who is free. Running, waiting for the manifestation of the sons of God. The church cannot manifest
resist. Kanisa la utoto haliwezi kuyashikilia. Let me tell you, Wacha nikwambie, anything that God has rejected cannot be accepted in His presence. chochote ambacho Mungu amekataa hakiwezi kukubalika katika uwepo wake. Abraham has now known Abraham alijua that his God is the God of the Most High. There is no other God that is higher than his God. Oh Lord, receive glory and honor and power. Mungu kupokea utukufu, heshima na nguvu. Because you have created all things. Kwa maana umeumba vitu vyote. And for your pleasure they have been created. Na kupenda kwako vimeweza kuumbwa. Maana Mungu analinua kanisa. Kwa sauti. every time you have your time in the presence of God. Kila wakati ukiwa na nafasi uweponi mwa Mungu, God gives you the power Mungu anakupatia nguvu to decree ili kutangaza jambo and it shall happen. na